Kwa ndugu zangu katika imani, jifanyie wewe mwenyewe assessment, wewe mwenyewe kwamba katika neema alizolipa Allah subhanahu wa ta'ala, hizi neema nazitendea haki? Kama hazitendei haki, basi kuanzia hivi sasa anza kuzitendea haki hizo neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiangalia research walifanya hata wanachuoni, mtu ambaye hashukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala na mtu anayekufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, mara nyingi ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku kwa kiwango kikubwa sana, anamruzuku kwa kiwango cha juu sana, iwe ni masuala ya ilmu, iwe ni masuala ya mali, kila jambo ambalo Allah anaamua kumruzuku basi anakupa kiwango cha juu sana. Na akikupa kiwango cha juu, basi utakuta wewe umepewa kiwango cha juu, wewe ndiye unayetoka katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utakuwa wa kwanza kufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tunapoangalia nyuma zilizotangulia, watu wengi walikufuru na watu wengi waliacha kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaruzuku na kuwapa neema zilizokuwa nyingi sana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii kushukuru neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima mtu uangalie katika neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukaridhika kwa kuangalia neema tu ya afya, usije ukaridhika kwa kuangalia kwamba mimi Muislamu ukakomeka hapo. Hapana, angalia nyuma yako, usiangalie mbele. Ukiangalia mbele tu utasahau nyuma, kwamba nyuma ilikuwaje na hivi sasa kukoje. Na ukiangalia katika Qur'ani, wanachuoni wamegawa hii Qur'ani katika mafungu matatu. Fungu la kwanza ni tauhid, fungu la pili ni ahkam, hukumu, lakini fungu la tatu ni qasas. Sasa tukisoma qasas hizi tutajifunza mambo mengi sana. Pale anaposema Allah subhanahu wa ta'ala katika visa vilivyopita kwa wale waliokufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema lakad kana lisabari fi maskanihi aya. Hawa watu wa Saba, na ndugu zangu katika imani, ndio maana nimetangulia kusema usiangalie mbele tu, uangalie na nyuma. Yaani ukipenda kuangalia mbele utasahau kuangalia nyuma. Kwa hiyo ukiangalia hawa watu wa nyuma ambao ni watu wa Saba, Mwenyezi Mungu anawaongelea kwamba hawa watu wa Saba ambao ni hivi sasa, kama vile ukianza kuingia katika Google au kuwauliza watu, ukisema watu wa Saba atashindwa mtu kukupa jibu, kwa sababu mambo yanabadilika. Kama vile ilivyokuwa ukisema Tanganyika watu hawawezi kuelewa mpaka useme Tanzania, na vile vile hata leo ukisema Zaire hiyo watu hawawezi kuelewa, na vile vile ukisema Saba watu wanaweza wasikuelewe. Lakini ukiwaambia kwa hivi sasa hiyo hii tunayoita Yaman, watu wataelewa. Sasa hao watu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika mji wa hawa watu ambao hawa watu wa Saba ni kabila katika Waarabu. Ili kabila Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia neema janatan ayyamini wa shimali. Mwenyezi Mungu alijalia hawa watu wa Saba kwa Yaman walikuwa katika neema kubwa sana, walikuwa na mabustani, walikuwa na neema kubwa, na ukiingia katika hayo mabustani sio kwamba unatoa shilingi 100 wala shilingi 200, lakini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapoamua kumruzuku basi anakumruzuku pasi na hesabu. Sasa watu wa Saba
tayari wana mabustani kulia kwao na kushoto kwao. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, kulu min rizqi rabbikum, kuleni katika riziki ya Mola wenu, kuleni katika kile alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuru, na mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku, basi kushukuru. Na ukishashukuru ndiyo pale tunapokuja kwamba wewe umeshukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hiki ni kisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia, lakini anaendelea Allah subhanahu wa ta'ala kusema, wa balada tayyibatan, na hiki kijiji au huu mji wa Saba ambao ni Yemen, watu hawa mji wao ulikuwa mzuri sana, mji wao ulikuwa mzuri sana. Hao wa Saba wanapo ghafuru, na Mwenyezi Mungu ni msamehevu. Lakini angalia, hao watu walikuwa katika mazingira yao ya wamezungukwa na mabustani, na hivi sio kwamba ni visa vya paka na pakawa au sikipa, kama hivi ni visa sahihi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqsas al-qasasa, wape visa, wasimulie visa, la'allahum yatadhakkarun, huenda hawa watu wakakumbuka wakaweka mazingatio kupitia hivi visa. Kwa hiyo sio visa alizungumza fulani, hapana, ni kasasi ambazo wameishi watu na wamepita watu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia hawa watu wa Saba, watu wa Yemen, mabustani. Leo hii sisi tunaanza kukumbuka hapa michungwa tu ya kutafuta, lakini wenzetu Allah anaposema mabustani, basi wewe usijenge kupita katika kichwa chako, maana ukifanya hivi unaweza kufika muda wa kufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bali tu kwamba ni mabustani kulia kwao, kushoto kwao, na wale humo katika hayo mabustani, katika hizo neema alizotoa Allah subhanahu wa ta'ala, wamshukuru Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu kwa wao ni msamehevu. Unaweza ukawa ukosea kikumbuko kuleta msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe. Lakini angalia hapo, kwa sababu Allah kwa kukumbusha sisi akaviweka hivi visa ambavyo ni visa vipo katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuwaneemesha watu, lakini kwa sababu tayari ni watu ambao neema nyingi Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia, Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, siru fiha layalina wa amini, tembeeni huko, tembee katika mji, kutoka mji kwenda mji mwingine, mtembee usiku, mtembee mchana, kwa amani kabisa. Maana hapa hao watu wapo kwenye neema. Ukiangalia hii neema, kwanza wapo kwenye amani, lakini amani haikomeki. Utembee usiku amani, utembee mchana amani, na pembeni ukumbuke wakati wala kufanya masafa, unakuwa bustani hapo, kwa ukiangalia kulia bustani hapo, kushoto bustani hapo, na mnajua unapoambiwa jambo liko pembeni yako sio mbali baraka, lakini hawa watu hawashukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalia yale tunayozungumza, na ndio maana hivi visa vikaja, lakini hawa watu wakalalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakalu wakasema, Rabbana, kumwambia Mola wao, baini tuwekee mbali asfari katika safari zetu, wabala maamkuza na wakazulumu nafsi zao. Ilikuwa mfano hivi sasa, ukitoka hapa uingie Kange, ukitoka Kange uingie Muheza, ukitoka
ukitoka Muheza sijui uingie wapi, utoke hapo sijui uingie Ukata. Vijiji viko karibu karibu, hao watu wa Sabato, lakini wakaona hapana, neema ikikuzidi, neema ikiwa kubwa, ndio mwanadamu anazozidi kutupa ibada. Neema imezidi, mabustani wanayo, safari zao hazihitaji masarufu. Tunaposema hapa masarufu, maana yake ni ile akiba, tunasema balance au pocket money ambayo kwa nayo unapotoka kutoka hapa kwenda Dar es Salaam mfano, au unakwenda tuseme sehemu ya karibu Handeni, unakuwa na masarufu, tunasema ni akiba ambayo itakusaidia pindi unaporuku from one place to another place. Unapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ukiona vipi uweze kupata chakula. Lakini hao watu wakaona shida, sinema imekuwa pana sana, wakasema Mwenyezi Mungu hapana, tuwekee sisi umbali wa safari yetu, yaani kutoka hapa mpaka unafika labda tujalie Senegal, unafika hapa katika kusiera kijiji, wao wanaona burudani, wanaona raha. Sasa angalia neema walipoitumia, wametumia neema tofauti na vile Allah anataka wao waitumie. Ingekuwa ni watu wenye kushukuru, wangeshukuru tumepewa bustani. Bado sisi tukitaka kusafiri usiku na mchana amani. Bado sisi safari zetu hazihitaji masarufu, hazihitaji akiba. Ukifika hapa umekula, safari inaanza. Umetoka hapa lakini wagonga wa safari iendelee. Mazingatio katika hizi visa, ili Allah anapotuzuku sisi wanadamu, tukikumbuka, tukisoma na tukapata hivi visa, tutapata mazingatio. Tutapata mazingatio, na mazingatio haya ndiyo yatakukumbusha wewe kwamba hii neema nilionayo niitumie vipi na niende nayo vipi. Lakini hizi nyuma zilizopita, angalia wewe mwenyewe sasa hivi, hata kuona zile nyuma ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliziangamiza, utakuta walikuwa na neema kubwa kubwa, walikuwa na neema nyingi nyingi. Achilia bali ya afya ambayo inawezekana wewe unao na hautambui. Sasa na wewe mwenyewe unajua hiyo neema ulionayo, siku moja au kwa wiki tena mara moja, tena mara moja, nenda kwa hospitali, ndio unatambua kwamba na wewe hiyo neema ya afya ulionayo kuna watu wanahitaji. Hiyo neema ya chakula ulionayo kuna watu wanahitaji. Hiyo neema ya elimu ulionayo kuna watu wanahitaji. Hiyo neema ya utajiri ulionao kuna watu wanahitaji. Sasa wewe umeitendea vipi hii neema iliyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Au na wewe unataka kuingia katika watu wa saba wa Yaman walipokuwa kipindi hicho, kwa zile neema zilizokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mpaka wakaweza kuchumba mipaka, wakasahau malengo yao. Ndugu zangu katika imani, tunapozungumza haya, hii picha ukichukua, hii picha hii unaweza kuona jambo jepesi jepesi, unaweza kuona jambo la kawaida. Ndugu zangu, kushukuru neema ya Allah ni mtihani sana, na ukishukuru neema ya Allah, basi wewe umejitahidi sana, umejitahidi sana katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukishukuru neema iliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaani leo hii ukianza hizo neema ndogo ndogo ambazo unaziona kwako, neema ndogo ndogo. Kuna hadithi tunayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sidhani kama miongoni mwetu kuna mtu hajawahi kusikia, na kama hajawahi kusikia basi ni katika maumbile ya mwanadamu kwamba tunasahau. Kuna watu neema ya nywele, neema ya nywele, Mtume sallallahu alaihi wasallam, neema ya nywele, yaani kukipara, wale wanapata, wale wanapata walipata dhiki, kila kuna dhiki ya namna yake. Kuna yule dhiki ya macho, anataka macho, hii neema naona hana, anataka pata hii neema ya macho ili aweze kuona. Huyu naye anataka neema pia nywele. Huyu mwingine wote haieleweki, baraka haieleweki. Lakini angalia huyu anaona shida, kutembea hapa kutembelea, anaona shida, bora kae ndani. Sasa hiyo neema ulionayo unaweza kuona jambo dogo sana, lakini siku ikikosa hiyo neema, siku
vikipungua, ndio utajua kwamba hii ni neema alinipa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utatambua umuhimu wa neema pindi inapoondoka. Na ndio maana nikatanguliza kusema ili uweze kukumbuka neema, hizi neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima uangalie nyuma. Kama mama usiangalie mbele, usiangalie mbele, maana makosa unayofanya kwa sababu huwezi kuangalia nyuma, utasahau. Kesho ukija utaikuwa hapo hapo, kwa sababu unataka kujua kwamba huku nyuma vipi ukoje. Wewe unaangalia mbele. Ndugu zangu katika imani, ni lazima mtu mwenyewe ujifanyie uchunguzi, ujifanyie assessment wewe mwenyewe, mimi nikoje katika kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala.